Usingizi duni peke yake hauwezi kukufanya ukafa, lakini kile unachofanya katika sekunde 30 za kwanza baada ya kuamka kinaweza kukuua mara moja. Kuna tabia moja mahususi ya asubuhi ambayo watu wengi duniani walio na umri wa zaidi ya miaka 60 huifanya kila siku bila kufikiria mara mbili. Na utafiti mpya unaonyesha kuwa inaongeza hatari ya kupatwa na tatizo la moyo linaloweza kusababisha kifo kwa hadi 40%. Janga hili sio la watu wa miaka 60 peke yao. Hata wewe uliyepo chini ya miaka 60, inawezekana una miaka 50 au 40 au 30 au chini zaidi, janga hili linaweza kukupata. Sio uvutaji wa sigara, unywaji wa pombe au kula nyama ya nguruwe. Ni kitu unachofanya mwenyewe kabla hata miguu yako haijagusa sakafu chumbani kwako. Na sehemu ya hatari zaidi ni kwamba daktari wako huenda hajawahi kukwambia. Baki nami hadi mwisho, kwa sababu tabia namba 1 ya kinga utakayosikia leo ni rahisi sana na utanishukuru baadaye. Utafiti mkubwa uliochapishwa katika jarida la chama cha madaktari cha Marekani uligundua kuwa ilipunguza matukio ya moyo ya asubuhi kwa hadi 62% kwa watu wazima wenye umri wa zaidi ya miaka 60. Lakini mpaka hakuna mtu anayeifanya kwa usahihi au kuifanya kabisa. Hii inatokana na kukosa elimu juu ya hichi tukiongeacho leo. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina, mtaalamu wa mitishamba. Namba zake ni 0748 29 4113, ambazo pia zinapita chini ya screen ya video hii. Bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake. Pia usiwe mchoyo, bonyeza alama ya share hapo, watumie na wengine wajifunze. Lakini jambo muhimu sana ni kwamba tunazo bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia ambazo zinaweza kusaidia changamoto mbalimbali mwilini. Bidhaa hizi zinatoka India, Pakistani, Ghana, China na hapa Tanzania. Cha kufanya, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake zinapita chini ya screen ya video hii. Unapaswa kuelewa kinachotokea ndani ya mwili wako wakati unapoanza kuamka, kwa sababu bila kuelewa hili, hatari hiyo haitakuwa na maana kwako. Unapolala, mwili wako unafanya kazi katika hali ya matumizi madogo ya nguvu. Mapigo ya moyo yanapungua, shinikizo la damu linashuka, na mfumo wako wa neva unakuwa kimya. Huu ndio wakati pekee wa mapumziko ya kweli ambayo moyo wako hupata katika kipindi cha masaa 24. Lakini hapa ndipo ambapo watu wengi hawajui. Wakati ubongo wako unapoanza kuamka, hata kabla ya macho yako kufunguka, hata kabla ya kujivuta, mwili wako unaanza kumwaga vichocheo, hormones, viwili vya mfadhaiko kwenye mfumo wako wa damu, cortisol na adrenaline. Vinaanza kupanda takriban dakika 60 kabla hujajitambua kikamilifu. Unapofika wakati wa kuamka vizuri, vichocheo hivyo vimekwisha anza kuongezeka kwa kasi. Tuanze na athari za kwenye moyo wa mtu mwenye miaka 60+. Vichocheo hivyo viwili hufanya mambo matatu kwa moyo wako kwa wakati mmoja. Mapigo ya moyo wako yanapanda, shinikizo la damu linaongezeka, na mishipa yako ya damu inajikaza. Yote haya hutokea ndani ya sekunde chache. Ulipokuwa na umri wa miaka 35, mfumo wako wa moyo na mishipa ulihimili ongezeko hilo bila shida yoyote. Kuta za mishipa zilikuwa na uwezo wa kutanuka na mfumo ulijirekebisha mara moja. Lakini baada ya miaka 60, picha ni tofauti sana. Mishipa ni migumu zaidi, mwitikio wake ni wa polepole zaidi. Na kwa watu wengi, watu wanaojihisi wenye afya kabisa, kuna mafuta, plaque, yaliyojijenga kimya kimya ndani ya mishipa hiyo. Mafuta ambayo hawajui kuwa yapo hapo. Wakati ule wimbi la vichocheo linapogonga ukuta wa mishipa iliyobeba mafuta hayo, nguvu hiyo inaweza kuipasua. Mafuta yaliyopasuka husababisha damu kuganda. Donge la damu katika mshipa wa moyo ni shambulio la moyo, heart attack. Donge la damu katika mshipa wa ubongo ni kiharusi, stroke. Hiyo siyo hali mbaya ya kufikirika tu. Huo ndio utaratibu wa kibiolojia. Hivyo ndivyo nilivyoona kwenye meza ya upasuaji mara nyingi zaidi kuliko ninavyoweza kuhesabu. Jambo la pili, takwimu na kisa cha Douglas. Hii ndiyo sababu tafiti zilizochapishwa katika jarida la moyo la Marekani zinaonyesha kuwa mashambulizi ya moyo yana uwezekano wa 40% zaidi kutokea kati ya saa 12 asubuhi na saa 4 asubuhi kuliko wakati mwingine wowote wa siku.
si jambo la bahati nasibu, ni kibiolojia. Na kile unachofanya katika sekunde 25 baada ya kengele yako kulia, aidha kinasaidia moyo wako kuhimili ongezeko hilo la nguvu au kinauvuta kuelekea kwenye hatari. Nataka kukuambia kuhusu mgonjwa mmoja. Alikuwa na umri wa miaka 68. Alikuwa mkuu wa shule mstaafu, mtu mwangalifu sana, yule aina ya mtu ambaye alikunywa dawa zake za shinikizo la damu kila asubuhi bila kukosa. Alitembea kwa dakika 30 mara 5 kwa wiki na alifanya uchunguzi wa afya wa kila mwaka kama saa. Kipimo chake cha mwisho cha moyo, cardiogram, kilikuwa safi. Daktari wake alimwambia kuwa alikuwa katika hali nzuri kwa umri wake. Jumanne moja asubuhi, mgonjwa huyo aliamka, akazima alamu yake inayomwamsha kila siku na akafanya kile alichokuwa amekifanya kila asubuhi kwa miaka 15. Aliketi kitandani kwa haraka, akarusha miguu yake pembeni mwa kitanda na akasimama mara moja. Alichukua hatua 3 kuelekea bafuni na hapo ndipo alipoishia. Mkewe alimkuta sakafuni. Nilipopitia kisa cha mgonjwa Douglas baadaye, kila kitu kuhusu wasifu wa moyo wake kiliendana na mtu anayesimamia afya yake kwa uwajibikaji. Dawa zake zilikuwa sahihi, mlo wake ulikuwa wa busara na utimamu wake wa mwili ulikuwa juu ya wastani kwa umri wake. Lakini hakuna mtu aliyewahi kumwambia kuhusu zile sekunde 25. Jambo la 3, tabia ya hatari: kusimama haraka. Hii hapa ndio tabia hatari sana. Kitu kimoja mahususi ambacho watu wengi wenye umri wa zaidi ya miaka 60 hufanya kila asubuhi, ambacho huchochea hatari kimya kimya. Wanasimama mara moja. Alamu inapolia, adhana, kengele ya kanisa au kuamshwa na mtu, na wanakuwa wamesimama wima ndani ya chini ya sekunde 3. Inaonekana kama si kitu, ni jambo la kawaida kabisa. Na kwa moyo wako katika wakati huo mahususi wa asubuhi, ni moja ya mambo ya hatari zaidi unayoweza kufanya. Hii hapa ni sayansi yake. Unapokuwa umelala chali, damu yako inasambazwa kwa usawa kiasi katika mwili wako wote. Wakati unaposimama, nguvu ya uvutano, gravity, inavuta kiasi kikubwa cha damu kuelekea chini kwenye miguu na tumbo lako. Moyo wako lazima uitikie mara moja ili kudumisha shinikizo la damu la kutosha kuelekea kwenye ubongo. Kwa kijana, mwitikio huo ni wa haraka na sahihi. Mishipa inajikaza, mapigo ya moyo yanarekebishika, shinikizo linadumishwa ndani ya sekunde chache. Kwa watu wazima wenye umri wa zaidi ya miaka 60, mwitikio huo unachukua muda mrefu. Mishipa haitikii kwa haraka, shinikizo la damu linaweza kushuka kwa pointi 15, 20 au wakati mwingine 30 ndani ya sekunde chache baada ya kusimama. Madaktari wanaita hali hii orthostatic hypotension. Unaweza kujijua kama una hisia ya kizunguzungu au giza machoni unapoinuka kutoka kitandani asubuhi. Watu wengi wenye umri wa zaidi ya miaka 60 huipata na kudhani ni kawaida. Siyo kawaida, ni onyo. Na hapa ndipo inapoungana moja kwa moja na lile wimbi la vichocheo la asubuhi tulilozungumzia. Wakati shinikizo la damu linaposhuka ghafla baada ya kusimama, moyo huitikia kwa kufanya kazi kwa nguvu zaidi, ukiongeza kasi ya mapigo na kutoa damu kwa ukali ili kurejesha mzunguko. Katika moyo ulio dhaifu, ambao tayari uko chini ya shinikizo la vichocheo vya kortisoli ya asubuhi, na tayari unafanya kazi dhidi ya mishipa migumu na damu nzito, ongezeko hilo la ghafla linaweza kusababisha mapigo ya moyo yasiyo ya kawaida, arrhythmia. Jambo la 4, upungufu wa maji, dehydration. Kuna sababu ya pili kwa nini asubuhi ina hatari ya kipekee. Na hii inamshangaza karibu kila mgonjwa anayesikia habari hizi, na hata wale wasio wagonjwa pia hushangaa. Baada ya saa 7 au 8 za usingizi, unakuwa umepungukiwa na maji mwilini. Kila asubuhi hujanywa tone la maji usiku kucha. Umekuwa ukipumua kwa saa nyingi, jambo ambalo hupoteza unyevu mfululizo. Matokeo yake ni kwamba wakati kengele yako inapolia, damu yako ni nzito na ina mnato zaidi kuliko ilivyokuwa wakati ulipoenda kulala. Fikiria moyo wako kama pampu na mishipa yako kama mabomba. Wakati maji yanayopita kwenye mabomba hayo ni mepesi na yanatiririka kwa urahisi, pampu hufanya kazi kwa urahisi. Wakati damu inapokuwa nzito, pampu
Moyo hulazimika kufanya kazi kwa bidii zaidi katika kila pigo. Damu nzito haiongezi tu mzigo wa kazi, bali huganda kwa urahisi zaidi. Utafiti unathibitisha kuwa viwango vya kuganda kwa damu viko juu zaidi katika saa za asubuhi na mapema. Hii ni moja ya sababu kuu zinazofanya kiharusi na mshtuko wa moyo kutokea kwa wingi katika dirisha la saa 12 hadi saa 4 asubuhi. Ni mchanganyiko wa mabadiliko ya homoni, damu nzito na mishipa migumu inayotokea kwa wakati mmoja. Tishio mara 3 kwa moyo wowote ulio na umri wa zaidi ya miaka 60. Suluhisho ni rahisi sana, kiasi cha kuamka na glasi ya maji ya uvuguvugu. Kabla ya kitu kingine chochote, kabla ya kahawa, kabla ya dawa, kabla ya kuangalia simu yako, glasi moja ya maji inayonywewa kabla ya miguu yako kugusa sakafu huanza kuifanya damu iwe nyepesi, ikipunguza hatari ya kuganda na kuupa mfumo wako wa moyo na mishipa kitu cha kufanyia kazi kabla ya mahitaji kamili ya siku kuanza. Hii ndiyo tabia ya kinga niliyotaja mwanzoni mwa video hii, ambayo utafiti wa JAMA ulibaini kuwa hupunguza matukio ya moyo ya asubuhi kwa hadi 62% kwa watu wazima zaidi ya miaka 60. Glasi moja ya maji ukiwa umelala au umeketi kabla ya kusimama. Hakuna mtu anayeifanya kwa msimamo. Anza leo tabia hii. Swali la haraka kabla hatujaendelea. Je, unakunywa maji kitu cha kwanza asubuhi? Kabla ya kahawa, kabla ya kila kitu? Andika ndio au hapana kwenye maoni sasa hivi. Itifaki kamili ya asubuhi. Sasa, ngoja nikupe itifaki kamili ya asubuhi. Inaitwa itifaki ya moyo ya sekunde 90. Hakuna vifaa, hakuna gharama, hakuna cha kununua. Ni mfuatano tu unaochukua sekunde 90 na kuulinda moyo wako kila asubuhi. Hatua ya kwanza, pumua sekunde 15 na 25. Wakati kengele yako inapolia, usisonge. Baki hapo hapo ulipo. Vuta pumzi 3 ndefu na za polepole kabla ya kufanya jambo lingine lolote. Vuta kwa pua, toa kwa mdomo, kwa ukamilifu na kwa makusudi. Kitendo hiki kimoja huamsha mfumo wa neva wa parasympathetic, tanzu ya kutuliza, na kuanza kupunguza ule mripuko wa homoni ya cortisol kabla haujafikia kilele. Utafiti unaonyesha kupungua kwa shinikizo la damu la asubuhi kwa watu wazima zaidi ya miaka 60 kupitia upumuaji huu. Hatua ya pili, kunywa maji kabla ya kusimama kawaida ya kitanda. Kabla miguu yako haijagusa sakafu, inywe yote. Hii hupunguza uzito wa damu na kutoa majimaji bora kwa moyo wako kabla ya siku kuanza. Hatua ya tatu, keti kabla ya kusimama, sekunde 30-40. Jigeuze upande mmoja, jisukume juu pole pole. Keti ukingoni mwa kitanda, miguu yako ikiwa imening'inia. Usifanye haraka. Zungusha vifundo vya miguu yako mara 5 kwa kila upande. Hii huamsha misuli ya miguu ambayo husukuma damu iliyotuama kurudi kwenye moyo na kusaidia kurejesha shinikizo la damu hatua kwa hatua. Keti kwa sekunde 30 kamili, kisha simama polepole. Simama tuli kwa sekunde 10 kabla ya kupiga hatua yako ya kwanza. Hiyo ndio itifaki kamili. Pumzi 3, glasi moja ya maji, keti kabla ya kusimama. Jumla ya sekunde 90. Angalizo kuhusu dawa za kupunguza maji mwilini, diuretics. Kama unatumia dawa za kupunguza maji mwilini kwa ajili ya shinikizo la damu, kuna jambo la ziada. Dawa hizi hutoa majimaji ya ziada kupitia figo, lakini pia hutoa madini ya magnesium. Magnesium hudhibiti ishara za umeme zinazoratibu mapigo ya moyo wako. Viwango vya magnesium vinaposhuka, moyo unakuwa na hali isiyo thabiti ya umeme, mapigo yasiyo ya kawaida, hasa asubuhi. Muombe daktari wako akupime kiwango cha magnesium. Taarifa hiyo inaweza kuwa muhimu sana kwa moyo wako. Asubuhi ni dirisha hatari zaidi kwa moyo wako baada ya umri wa miaka 60. Tabia ya kusimama mara moja huongeza shinikizo kwenye moyo ambao tayari una msongo. Weka glasi ya maji kwenye meza yako usiku huu. Moyo wako umekuwa ukikufanyia kazi kila dakika ya maisha yako. Upe sekunde 90 bora kesho asubuhi. Ni mabadilishano ya haki kabisa. Mpaka hapa hatuna la ziada.
Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.